kukaa miguuni pake, tukaweze kulisikia neno lake na akaweze kuhudumia mioyo yetu. Na ninataka kuamini ya kwamba kama uko na matarajio, Mungu atakunenea, na najua hata nami ataweza kuninenea. Ni kwa sababu tumekuja kusemezana na yeye, tumekuja kufanya ushirika na yeye. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya baba wetu wa imani Reverend Raisha kwa kunipatia fursa hii nikaweze kushare nanyi neno la Bwana. Na ninawashukuru nyinyi wote ama ni nyinyi nyote kwa kupatikana katika uponi mwa Bwana. Na Biblia inasema kwamba wanaomtafuta Bwana asubuhi na mapema wataweza kumpata. So nataka kuamini ya kwamba sisi ambao tumekuja asubuhi na mapema tutaweza kumpata kwa sababu atanena nasi katika jina la Yesu. Tumekuwa tukizungumzia kuhusiana na kumkaribia Bwana, na kwa sababu ya wale ambao hawakuwa on Sunday, wacha niguzie maneno mawili matatu ambao tulizungumza ili kwamba tukaweze kuflow pamoja. Na ni kwa sababu Mungu wetu anataka tukaweze kumkaribia, na kwa sababu Mungu wetu anataka tumkaribie, tukasema ya kwamba on Sunday ya kwamba mwanadamu hawezi akamkaribia Mungu kwa nguvu zake. Na tukaona ya kwamba Mungu ndiye ametukaribia kwanza, alituleta karibu na yeye. Na kwa sababu Mungu ametuleta karibu na yeye, Biblia inasema kwamba katika Ephesians chapter number 2 verse number 13 ya kwamba sisi ambao tulikuwa mbali, sisi ambao hatukuwa na Mungu, sasa ametuleta karibu na yeye. Na tukaona kwamba ni kupitia kwa damu ya Yesu tunapata kumkaribia Bwana. Biblia inasema kwamba makuhani hawangeweza kutoa dhabihu ama kukaribia patakatifu pa watakatifu pasipokuwa na damu. Shida ni kwamba walikuwa wanaingia mahali patakatifu pa watakatifu mara moja kwa mwaka. Lakini sisi kupitia kwa damu ya Yesu, kulingana na kitabu cha Wahibrania 10 kuanzia mstari wa 21 inasema kwamba Mungu ametutengenezea njia iliyo hai. Sio njia ambayo inakatika tukienda mara moja tutagojea next year, hapana. Ni njia iliyo hai, na tunaweza kumkaribia Bwana kwa imani na kwa mioyo ambao iliyo safi, kwa sababu damu yake inatupatia kiingilio katika jina la Yesu. Tukasema ya kwamba mwito wa kwanza ambao Mungu ametuita nao sisi kama wana wa Mungu ni wa kufanya ushirika na yeye. Kabla ufanye maombezi, uombee watu, kabla uhubiri, kabla ufanye ushering, kabla ufanye kazi nyingine yote katika ufalme, jiwe ya kwanza, mwito wa kwanza ambao Mungu amekuita nao ni kwamba ukaweze kumkaribia. Tukaona kwamba ukafanya ushirika na yeye. Tukaona katika kitabu cha Mark chapter number 3 verse number 13 kuendelea, inasema kwamba naye Yesu akawaita walio wake ili kwamba wakaweze kuwa pamoja naye. So kabla Yesu atafute watenda kazi, alitafuta watu ambao atakaoenenda nao, atakaokaa nao, akaweze kutoa moyo wake kwao na wakaweze kumfungukia ili kwamba akaweze kuwatuma katika kazi yake. So usijiwe na kazi ya Mungu, kwanza jimalizie katika uponi mwa Bwana. Ni kwa sababu katika uponi mwa Bwana hapo ndipo tunaanza kumtumikia Bwana, kwa sababu huduma zetu lazima zizalike katika uponi mwa Bwana. Kama sio hivyo utakuwa unafanya tu mambo kibahati shanga bila kujua umeitiwa nini. Lakini wakati ambapo tunamkaribia Bwana, wakati ambapo tunafanya ushirika naye, anatusaidia kujifahamu, anatusaidia kuelewa tumeitwa kufanya nini. Praise Jesus. So tukawa tunaulizana, je,
nini kinahitajika ili kwamba tukaweze kumkaribia Bwana, kwa sababu Mungu wetu ametuleta karibu na yeye. Lakini tukasema kwamba kuna uwezekano ya kwamba mtu akulete karibu na yeye, lakini ukose kufurahia huo ushirika ama ukose kufaidika depending na vile ambavyo mtakavyo relate na huyo mtu. Praise Jesus. So ni vizuri tuelewe ya kwamba kuwa kanisani si kumkaribia Bwana. Kuwa unafanya huduma sio kumkaribia Bwana. In fact hata anasema kwamba kuna watu wataenda mbele zake, anasema kwamba wanasema si tulikemea mapepo, wanajigamba na kazi. Tulikemea mapepo, tulihubiri kwa jina lako. Lakini atawaambia mimi siwajui. Kwa nini hakuwajua? Si kwamba hawakuwa katika nyumba ya Mungu. Shida ni kwamba walikuja kanisa wakafanya mambo ambayo yanafanywa na wengine, lakini hawakuja kwa Mungu. Na mtumishi wa Bwana our dad Reverend Elisha katika mkesha wa Friday kuna kitu alinena ikauza moyo wangu, na ninaomba ya kwamba Mungu atusaidie na wale ambao hatukuji maombi ya jioni na tuko na nafasi, please na waomba ya kwamba tuwe tunakuja katika maombi ya jioni kuanzia 5, kwa sababu Mungu ametupatia opportunity ya kutusaidia tumkaribie na akaweze kujifunua kwetu. So mtumishi wa Bwana akasema kwamba tuko na kizazi, kanisa na nyakati hizi, watu wengi wako na haja sana na kile ambacho maombi inaweza kufanya, lakini hawana haja sana na kufanya maombi wakae na Mungu. Ni kama niliandika hiyo kitu, sijui niliandika namna gani, lakini najua nimeitoa vizuri ambavyo aliitoa. Yaani tunapenda tu majibu ya maombi, lakini haya maombi kukaa hata kana kwamba huombi mambo mingi kwa Mungu, lakini hiyo kuwa na ushirika na Mungu watu wengi hawataki. Lakini naomba ya kwamba kwa sababu Mungu anatuita tumkaribie, wapendwa, ni vizuri tu Mungu atusaidie na aturehemu, na sisi tuone kwamba kuna haja ya kumkaribia. Ninatemptiwa kudivert kidogo. Wacha tu niguzie hili jambo, ni divert kidogo. Second Chronicles chapter number 15. Second Chronicles chapter number 15. Nisijaribiwe zaidi, lakini chochote ambacho Mungu ataweka ndani ya moyo wangu nitaweza kukinena. From verse number 1 inasema kwamba ndipo roho ya Bwana ikamjia Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ili amlaki Asa. Akamwambia, nisikie Asa na Yuda wote na Benyamini, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawacha ninyi. Praise God. Bwana asifiwe. Ama bado tunasoma? So kabla niendelee, hili neno ni vizuri tulibebe sana na uzito, kwa sababu tusifurahishwe tu na miujiza ya Mungu, lakini hatufurahishwi sana naye, hatutaki kumkaribia. Hebu Isaac simama. Saa hizi tuko katika ukumbi wa Kingdom Seekers, meaning ya kwamba uko na uweza wa kunikaribia kama vile Mungu ametuleta karibu na yeye. Na tukasema kwamba ni jambo moja kuletwa na Mungu karibu na yeye, na ni jambo lingine Mungu kwanza kufunua moyo wake kwako, na ni jambo lingine hata na wewe kuwa wazi mbele za Bwana. So hili andiko ambalo tunasema kwamba Mungu yuko pamoja nasi wakati ambapo tutakuwa pamoja naye. So Isaac, ukifanya uamuzi kuja uamue kukaa na mimi, tutakuwa pamoja.
chochote ambacho nitataka kukuambia naweza kuambia. Ndivyo hilo neno linasema, nitakuwa pamoja nanyi wakati ambapo mtakuwa. So Mungu anasema kwamba amueni kuwa pamoja nanyi. Mkinitafuta mtafanya nini? Nitaonekana kwenu. Mimi ya kwamba Isaac akiweza amua saizi kuniuliza swali kunihusu, saizi inawezekana. Lakini pati ya mwisho inasema kwamba hebu songa pale kwa ile pila. Ile iko pale. Anasema kwamba mkiniacha nami nitawaacha. So hiyo ni kusema kwamba Isaac ingawaje ako na uwezo wa kunikaribia, akiamua kukaa pale, hapo ndipo atakapokaa. Mkiniacha nami nitafanya nini? So ako na nafasi ya kunikaribia, lakini uamuzi uko kwake kukaa mahali pale. Hiyo ni kusema kwamba chochote ambacho kiko nami, iwe ni pesa ziko kwa mfuko, iwe ni siri nilio nayo katika moyo wangu, akiwa pale hawezi akaipokea. Siwezi kumpatia chochote. Hebu pokea kitu, hii handkerchief kwa hapo. Uwezi kuja hapa sasa. Niseme Isaac, shika hii 100. Ameipokea. Kwa nini? Amenikaribia. Na wakati ambapo alikuwa pale. So Mungu wakati ambapo anatuambia tumkaribie, endoketi. Wakati ambapo anatuambia tumkaribie, anatupatia privilege ya kupokea vyote alivyo navyo. Na tukiamua kukaa pale, tutakaa na mashida zetu. Kama angekaa pale aanze kusema kama sisi venye tunasemanga, Mungu kama utanipatia Bwana hii mwaka mimi nita backslide. Uta backslide ukiwa tu hapo. Nitajisaidia. Bwana asifiwe. Lakini anaponikaribia hana ugumu wa kupokea kutoka kwangu, na mimi sina ugumu wa kumwambia chochote ambacho nachotaka kumwambia. Praise God. So Mungu ndio sababu anatuambia tufanye nini? Tumkaribie. Tusipende tu jawabu za maombi, lakini hatutaki uo ukaribu wetu sana na Mungu. So tukasema ya kwamba jambo la kwanza ambalo tunahitaji kuwa nalo ili kumkaribia Bwana, tukasema ni imani. Hebrews chapter number 11 verse number 6 inasema kwamba without faith it is impossible to please God. For he that comes to God, for he that comes to him must believe that he is. Hapo ndio tulikuwa tunaangalia kwamba for he who comes to God must believe that he is. Hiyo jina he is ndio nataka tukaweza kuangalia kidogo, ingawaje tuiguzia mambo ya imani. Unajua Mungu wetu huwa analilete na sisi kwa njia 3. Number 1, tunapomkaribia kwa imani lazima tuamini ya kwamba ako ndani yetu. Meaning ya kwamba haungangani kumfikia, haungangani kunena na yeye. Bwana asifiwe. Yaani kitu kwa ndani yako, si unaikifikia tu kwa wepesi. So uhusiano mwingine ambao Mungu wako nasi kwamba he liveth in us. Biblia inasema kwamba katika 1 Corinthians chapter number 3 verse number 19 na 16 inasema kwamba do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, and that the Holy Spirit, the Spirit of God, dwells in you. So wakati ambao Mungu anasema tumkaribie kwa imani, lazima tuamini ya kwamba yeye yupo, lazima tuamini kwamba yuko ndani yetu. Meaning ya kwamba hauhitaji kungangana kusemezana na Bwana. Tunaelewana? Uhusiano mwingine ambao tuko nao ni kwamba Biblia inasema katika Romans chapter number 8 verse number 31 inasema kwamba if God be for us, if God be
for us. Kama Mungu yuko upande wetu, ni kweli anaishi ndani yetu, na kuwa upande wetu ni jambo lingine. Mr. Umbati, wewe ni rafiki yangu, lakini kuna uwezekano ukuwe pengine kuna jambo unafanya katika maisha yako, iwe ni maono unataka kutimiza katika maisha yako. Na kama marafiki huwa tunafika mahali, ukiona rafiki yako anaanza kuinuka zaidi yako, marafiki wengine hawakuwa upande wako. Ni marafiki ndio, lakini hawataki ufaulu. So Mungu anasema kwamba yeye yuko upande wetu. Na wakati ambapo anasema kwamba he that comes to me must believe that I am, must believe that he is. Kumaanisha kwamba unapokuja mbele za Mungu, amini kwamba Mungu yuko upande wako, ya kwamba anakusaidia kutimiza kile ambacho kiko katika moyo wako, iwe ni hoja, iwe ni ombi, kwa sababu yuko upande wako. Yeye hayuko kinyume nawe. Praise God. Meaning ya kwamba hata kama ni msamaha, Mungu yuko upande wako kusaidia, kukusamehea na kushinda hiyo dhambi, kwa sababu yeye yuko upande wako. Praise God. So hiyo ni imani ambayo tunafaa kuwa nayo, ya kwamba Mungu yuko ndani yetu na tena yuko upande wetu. Praise God. Uhusiano mwingine ni kwamba he is with us. He is with us. Matthew chapter mwisho inakuanga gani? Ni 28. 28 verse number 20. Inasema kwamba, media tusaidieni tukaweza kusoma pamoja. Inasema kwamba teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the ages. I am with you. I am with you. Niko pamoja nawe. Niko pamoja nawe. Biblia inasema kwamba katika Mark chapter number 16, the last verse inasema kwamba nao wakaweza kuondoka. Tuwekewe hiyo verse, Mark chapter number 16, the last verse. Yeah, ni verse 20 pia. Okay. Unajua hizi vitu saa zingine zinakasirikanga. Si ati ni media wako na makosa. Saa zingine unaenda kufinya hivi, kompyuta inakasirika. Good, imekubali. Inasema hivi, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them. The Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Bwana asifiwe. Kile ambacho kinatuma tunasema kwamba mitume walitumiwa na Yesu kufanya miujiza na mambo makuu ikatendeka, ni kwa sababu ya hili jambo. The Lord was with them. Mungu alikuwa pamoja nao. So na Mungu anatuambia kwamba wakati ambapo tunamsongea, tuamini ya kwamba yeye yupo. Tuamini ya kwamba yuko ndani yetu, yuko upande wetu na yuko pamoja nasi. Meaning ya kwamba iwe ni maono unaombea, iwe ni huduma unataka kutimiza, jua kwamba Mungu yuko upande wako katika jina la Yesu. Si Mungu atusaidie ya kwamba, unajua ni vizuri wapendwa, tutafute kumkaribia Bwana. Tusipomkaribia Bwana, tutakuwa tunasongea Mungu na vile ambavyo tuliambiwa na wanadamu. Mimi ninajua saa hizi nikiweza amua tena kuanza kubadilisha hii ujumbe, nianza kumwambia Mungu ni moto urao. Pendwa, moto utataka kukaribia. Hata ukikaribia moto, mawazo utakuwa nao tofauti. Lakini uelewe na tuelewe vizuri ya kwamba Yesu wakati wowote alizungumzia kuhusiana na maombi, hakuna mahali alisema kwamba ombeni hivi Mungu moto urao. Anasema kwamba Baba yetu uliye mbinguni, kwa sababu alielewa ya kwamba akijidhisha kwa hiyo njia itakuwa vingumu
karibia kwa upendo na kwa mioyo iliyo wazi. Bwana Yesu apewe sifa. Si Mungu atusaidie. Baba wetu uliye mbinguni. Siku nyingine akabadilisha lugha akasema kwamba ni nani aliye na rafiki ya kwamba akiwa na hitaji hataenda. Hakusema ni nani aliye na moto karibia. Anasema kwamba ni nani. Ni kweli Mungu ni moto ulao, lakini kwetu sisi ni baba na ni rafiki. Ndiposa anasema kwamba yeyote anayetaka kuja mbele za Bwana, yote anayekuja mbele za Bwana lazima amini kwamba yeye yupo. Yeye ni Mungu ndani yetu, ni Mungu pamoja nasi, ni Mungu aliye upande wetu. Haleluya. Na tusisahau hii mfano ya Isaac. Unaweza kuwa na baba ambaye kuna kila kitu, lakini unateseka pale kwa ile pila, na ili hali Mungu wetu ako tayari kutusaidia na kutubeba. Praise God. So, tukasema jambo lingine la pili ambalo tunahitaji kumkaribia Bwana ni kuwa wazi, kuwa honest na yeye. Wapendwa, dunia hii ninajua kwamba kuna wakati mwingine tunafika mahali tunahitaji msaada kutoka nje. Mtumishi, nikiweza kuwa kuna jambo linanilemea, nikuje kwako, ninataka unishauri. Nianze kukuambia sijui kuna rafiki yangu mwingineo, lakini sikuambii nini litendeka, hauwezi ukanisaidia. Naye Mungu, ili kwamba tupate msaada wake, lazima tujifundishe kuwa wazi. Daudi anasema katika Psalms 51 verse number 6 ya kwamba unahitaji sisi tuwe moyo wa kweli. Unahitaji tuwe honest mbele zako, ya kwamba uwe tayari kujiweka wazi mbele za Bwana, ili kwamba Mungu akaweze kusaidia. Bwana asifiwe. Hapo ndipo huwa tunakuja mbele za Mungu hata kwa moyo wa kutubu. Hapo ndipo huwa tunakuja mbele za Mungu kwa kunyenyekea, kwa sababu yeye ni rafiki ambaye hawezi akatuacha, na yeye yuko ili kutusaidia. So ndio sababu tumeanza na imani, kwa sababu ukielewa mtu yuko upande wako, utaweza kujifungua mbele zake. Mimi ninajua hapa unaweza kuwa na rafiki, na tuko na marafiki, lakini kuna mambo hatuwezi kuwaambia, kwa sababu si kwamba ni wabaya, lakini tunajua. Utamwambia alafu tena usikie hata yeye anaweza fanya hivyo. Kumbe ako na mashida mengi hivyo, na hivyo tunaona ni suti tu anavaa. Bwana asifiwe. Mwimbaji mmoja akasema, akaimba, sijui kama nitaweza kupata huo wimbo. Anasema ya kwamba I have find a place where I can pour my heart, a place where I can be myself, a place where I have no secret to hide. Yani nimepata, sijui kama media mnaweza nisaidia, With You by Paul Eneche. Munitafutia huo wimbo ikiwezekana. Ninapo utafuta. Huyu ni mtu ambaye aliingia kilindini, akaelewa moyo wa Bwana. Akasema kwamba nimepata mahali ambapo sio rahisi kuonekana hapa duniani, ya kwamba ni mahali ambapo naweza kuwa mimi mwenyewe. Yaani sina kitu cha kuficha. Wacha media tunaposaidiana na wao, nikaweze, kwa sababu With You. Okay. Sijaipata bado. Paul, nisaidie kuambia Ombati asikuwe na mbio. Kile cha muhimu
ni kujua kile ambacho Mungu wetu anatuambia katika jina la Yesu. With You by Paul Enche. I have found a place where I can be myself. Good. Anasema kwamba I have found a place where I can pour my heart. I have found a place where I can be myself. A place where I have no secret to hide. A place where I am still safe after it all. Yani, utoe siri zako zote mbele za Bwana na ubaki kuwa salama. Ni watu wangapi dunia hii unaweza kuwaendea ukue wazi na ujue kabisa hii mambo ingawaje ilikuwa siri haitawahi julikana. Verse number 2 anasema kwamba chorus anasema kwamba with You Lord I can be naked and not ashamed. With You Lord I can be naked and not ashamed. With You Lord I can be open and have no fear. Nikiwa nawe Bwana ninaweza kuwa wazi na nisiaibike. Ushaiona mtu kama huyo? With You, ebu niimbe kidogo. With You Lord I can be naked and not ashamed. With You Lord I can be open and have no fear. For I have found in You a friend I can trust. That is why You will remain to be my great physician. Bwana sifiwe. Aya, jambo lingine nasema kwamba I have found a place where I can find true love. Upendo wa kweli. I have found a place where I can be valued. Mahali ambapo naweza kudhaminiwa. Na usisahau tunazungumzia ya kwamba Mungu anataka tuwe wazi mbele zake. Tunaelewana? A place where my mistake don't become my end. Mahali ambapo makosa yangu sio mwisho wangu. Mahali ambapo ni kweli mlinijua vile ambavyo nilifanya. Ni kweli ulijua kuanguka kwangu, lakini huo sio mwisho wangu. Kwa sababu kunaye mmoja ambaye niko safe kutoa moyo wangu kwake. Hallelujah. A place where I am not judged based on my past. Mahali ambapo sihukumiwi kulingana na kile ambacho nilifanya. Ni kweli wanadamu hata ukibadilika bado wanasema hata ukimuona. Lakini kunaye mmoja wakati ambapo tunakuwa wazi mbele zake, tunaponyenyekea mbele zake na tufungue mioyo yetu kwake, kwamba anatusamehe na dhambi zetu anasahau. Si huyo ni Mungu wa ajabu, Mungu wa upendo katika jina la Yesu. Upendo tusikue na uzito wa kumkaribia Bwana. Na kama kuna kitu ambacho huwa kinazuia watu kumkaribia Bwana, ni kitu kinaitwa condemnation, na ni ya shetani, haitokani na Mungu. Mungu wetu kile ambacho anafanya, ingawaje tumemkosea, analeta kitu kinaitwa conviction. Conviction, sio condemnation. Na watu wengi tunakuwa na uzito sana kumkaribia Bwana kwa sababu ya condemnation. Condemnation ni kwamba shetani sasa anakushikanisha na makosa yako, anakuambia wewe hata ufai. Lakini Roho wa Mungu wakati ambapo anakuja kuconvict, anakuambia hapa mwanangu, rekebisha haya na niko tayari kukusamehe na kukusaidia.
Na ndiposa Biblia inasema katika Romans chapter number 8 verse number 1 inasema kwamba now there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Mungu hakushikanishi na makosa yako anakuambia wewe sasa enda kabisa. Hapana. Analeta kitu kinaitwa conviction ambao ni ya Roho Mtakatifu. Anakuambia hapa katika haya maeneo unahitaji kurekebisha. Na ni vizuri tuelewe wapendwa, wakati ambapo tumeokoka kuna mambo matatu tunafaa kuelewa. Wokovu wetu uko na sehemu tatu. Kuna wakati kuna ile nafasi kwamba tunakuwa justified. Yaani tulikuja na dhambi zetu, tulikuja tuko washerati, wezi, walevi, katika background zile ambazo tulikuwa tumezaliwa ndani yake, katika ile asili ya dhambi, Yesu akatufanya wenye haki. Mimi ya kwamba akatubadilisha tukawa viumbe vipya. Lakini vizuri tuelewe kwamba hapo sio mwisho wa kudili na dhambi. Inasema kwamba kuna sehemu nyingine ya sanctification. Kuanza kujitakasa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ninajua kwamba kila mmoja wetu hapa kuna mambo tuna deal nayo. Na tusisahau tunazungumzia kuhusu kumkaribia Bwana. Kile ambacho tunazungumzia kwa sasa ni kwamba tuwe wazi mbele za Bwana, lakini lazima tutofautishe condemnation na conviction. Mungu wetu hakuji kutuhukumu, anakuja kutushawishi na kutusaidia kujitakasa zaidi, kwa sababu katika maisha ya Mkristo tuko katika safari. Ukisoma katika Acts chapter number 20 verse number I think in verse number 32. Acts chapter number 20. Yeah, verse number 32 inasema kwamba, and now brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among those who are sanctified. Among those who are sanctified. Hiyo ni kumaanisha kwamba katika hii safari ya wokovu kuna safari ya utakaso. Usishangae ni kwa nini saa zingine unapata Mkristo anakudanganya na hajali. Kuna nafasi yake ya kutakaswa katika hiyo eneo. Usishangae ni kwa nini unajipata mtu akikwambia kitu lazima usikie tu unachomeka. Unataka kuambia mtu vile ambavyo uliambiwa. Unahitaji utakaso katika hiyo eneo. Bwana Yesu apewe sifa. Si kusema kwamba ukiokoka ya kwamba hauhitaji kufanyiwa kazi. Hapana. Roho wa Mungu tulipatiwa ili kwamba aanze kutusaidia kuanza kuovercome udhaifu ambao tuko nao kupitia kwa neno la Bwana. Ndipo Biblia inasema kwamba Mungu anatakasa kupitia kwa maji ya neno lake, kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. So katika wokovu kuna hiyo nafasi ya kuwa justified na kuna hiyo hali ya kujitakasa. Na sasa hii ya kujitakasa ndio inaamua utakuwa wa dhamana namna gani katika ufalme. Bwana Yesu apewe sifa. Na inawezekana kujitakasa kwa watu wale ambao wanaamua kumkaribia Bwana. Watu wote ambao walimkaribia Bwana. Angalia Isaia chapter number 6. Paul anatusomea hiyo andiko. Ya kwamba Isaia alitabiri katika chapter number 1, 2, 3, 4, 5 na 6. Akifika 6 sasa akaweza kumuona Mungu. Biblia inasema kwamba wakati ambapo mmoja wale ni makerubi alichukua kara moto akamtakasa, akamguza kinywa chake, Biblia inasema kwamba akatakasika. Na wakati huo Mungu akauliza, ni nani tutakaye tuma, atakaye tusimamia, atakaye enda kwa ajili yetu? Isaya anasema kwamba niko hapa. Kwa sababu gani? Alikubali utakaso katika maisha yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na huu utakaso unapatikana wakati ambapo tunasikia conviction ya Roho Mtakatifu. Imagine uamue kukaa pale utaki kumkaribia Bwana, hautakuwa convicted katika moyo wako.
Praise God. Si Mungu atusaidie. Wapendwa, nafasi yote unapata kumkaribia Bwana sio jambo la kawaida. Usichukulie tu ni kitu hivi hivi. Mungu anakuita ili utakaso, kwa sababu katika utakaso hapo ndipo watumishi wanapatikana. Anasema kwamba katika nyumba kubwa kuna vyombo vingi sana. Kuna vya mbao, matope, dhahabu, fedha, lakini anasema chombo kikijitakasa. Meaning ya kwamba utakaso una nafasi yako, na Roho wa Mungu ako na nafasi yake, na neno la Bwana liko na nafasi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Tunashukuru Bwana. So Mungu atusaidie ya kwamba tutakuwa wazi mbele zake katika jina la Yesu. Tusikubali shetani atuhukumu. Shetani huwa anadili na wewe. Ni kweli umekosa ndio, lakini Mungu vile anavyo deal na dhambi na vile ambavyo shetani anadeal na dhambi ni vitu mbili tofauti. Mungu huwa anadeal na issue, sio wewe anaanza kukondema nako. Ni kama katoto kamejichafua na karusha kwa karai unakavyo. Shetani ndivyo anafanya, nakwambia wewe. Lakini Mungu anakaa kama vile ambavyo mama anachukua katoto anakapanguza vizuri, anakaosha kwa sababu ni kake. Na sisi ni wa Mungu. Wakati ambapo kuna issue ambayo tunafaa kudeal nayo, Mungu anatuita karibu, anatutakasa, anatusaidia katika jina la Yesu. Wengine wetu hamunijui. Wacha niseme hivyo, na mimi sikujui. Haujui ile kazi ambayo Mungu amenifanyia. Hainijui, lakini sawa tu, Mungu ananijua. So mimi ninaelewa zile hasira ambazo nilikuwa. Mimi ninaelewa hiyo wimbo ambayo ilikuwa ndani ya Mungu. Lakini katika kumkaribia Bwana, hakuichukua hiyo tafauti sasa watu wa aina hii. Akanirusha kando. Hapana, amezidi kunifanyia kazi. Kwa sababu yeye ni Baba. Wapendwa, tuko katika process ya kutengenezwa na Mungu. Tusikae mbali na yeye. Ndiposa anatuambia nikaribie. Kwa sababu yeye ni Baba. Yeye ni Baba. Haleluya. Jambo lingine ambalo Mungu anasema kwamba tunafaa kuwa nalo wakati ambapo tunamkaribia. Hebrews chapter number 4 verse number 16. Hebrews chapter number 4. Haya. Kumbe time zimeenda hivi. Neema inatosha. Wacha tuguzie hiyo kidogo tu. Mungu alikuwa anataka tusikie hiyo. Wow. Inasema hivi, therefore let us come boldly to the throne of grace, so that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Sikia Mungu wetu. Kama ile kitu ambayo ilituma nifuate our dad wakati ambapo alikuwa anaanza huduma ni jambo moja, boldness. Unajua our dad akiomba msamaha aombangi kama watu wengine ati tuangalie, hapana. Anaelewa nguvu za damu ya Yesu, anaelewa yeye ni mwana wa Mungu. Sijui kama ushaisikia baba yetu wa imani akiomba msamaha. Aombai kama mtu ambaye anakuja kujaribu kama atasamehewa. Anaelewa. Bwana asifiwe. na ninaomba tu wale ambao hatupatikani hata mkesha wa Friday, naomba tu tafadhali tukaweze kupatikana katika haya maombi, kwa sababu baba wetu wa imani katika eneo la maombi ninapenda sana wakati ambapo anatufundisha na kutuelekeza. Kuna mambo mengi nimesoma na yeye kuhusiana na maombi na inanisaidia sana. Bwana asifiwe. Okay, tutoke hapo. Inasema kwamba come boldly to the throne of grace that you may obtain mercy. Hii ujasiri inatoka wapi? Ni kwa sababu kuna kitu inatuambia kwamba mtapokea rehema. Ni kweli uko vile ambavyo ulivyo, lakini Mungu anasema kwamba kuja kwa ujasiri maana nitakurehemu.
Wapendwa, ni vizuri kuelewa kile ambacho una expect katika uweponi mwa Bwana. Huu ujasiri unazalika wakati ambapo unajua unaenda kwa nani. Sikia katika James chapter number, ninaharakisha chapter number 1 verse number 5. Nisome na Kiswahili. Tusiangalie tu ya hekima, lakini tuangalie Mungu wetu, moyo wake uko namna gani. Tusome kwanza hii yenye imefunguka kwanza. At if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Sikia, who gives to all. Hiyo jina inasomwaje? Without reproach. Acha nisome na Kiswahili. Najua hizi za simu zinatusaidia kufanya mambo kwa haraka. Sikia, inasema kwamba lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote. Sikia, kwa ukarimu wala hakemei. Kwa ukarimu wala hakemei. Yani Mungu anatuambia kujeni kwa ujasiri, maana mkikuja kwangu nitawaonyesha ukarimu, sikuji kuwakemea na kuja kuwasaidia. Unajua kukosa hekima ni kumaanisha kwamba kuna mambo ulifanya kipumbavu. Anasema ukikosa hekima, maybe umeishi tu horera, lakini anasema kwamba kama umepungukiwa, kuja mbele za Bwana, kwa sababu yeye atakuraki na moyo wa ukarimu wala hakemei. John chapter number 6 verse number 37. Napomalizia. John, mimi sijaiona mtu mwingine mzuri dunia hii kama Mungu wangu. Anasema hivi verse number 37, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kizungu inasema namna gani? Inasema hivi, all that the Father gives me comes to me, and the one who comes to me I will not at all send away. Mungu akituambia tukuje kwa ujasiri, anasema kwamba wote wanaokuja kwangu sitawatupa. Sitawaambia endeni kabisa, wiki mzima wewe hujaomba. Praise God. Hii dunia, wapendwa, kila mmoja wetu tunatamani kuwa mahali ambapo tutapata usalama, mahali ambapo tutapokelewa, mahali ambapo tutapendwa. Na hapo si pengine ila tu ni kwa Mungu wetu, ambaye hatuhukumu kulingana na jana yetu. Anatupenda, anatukumbatia. Wote wanaokuja kwake anawaonyesha ukarimu. Hallelujah. So huyu ndiye Mungu wetu ambaye Kristo Yesu alikuja kudhihirisha. Ni kweli unajua Mungu wa Elijah ambaye anajibu kwa moto. Ni kweli unajua Mungu moto wa Rai. Ni kweli unamjua hivi ambavyo unamjua. Lakini huyu ambaye ninakuletea siku ya leo ni yule ambaye anatuambia kwamba njooni kwangu kwa ujasiri, kwa sababu utapata rehema. Atakujibu kwa ukarimu, atakukumbatia, kwa sababu anasema hakuna ajaye kwake atakayemfukuza. Haleluya. Mungu wetu atusaidie kumuona kupitia kwa neno lake. Anytime Mungu anaona unyenyekevu na ujasiri na imani ndani yake katika mioyo yetu, ako tayari kutusaidia. Maybe uko hapo hata unaombanga ukishindwa, kwa ni maombi haina breakthrough. Amini hayo mambo ambayo tumesema, kwamba yeyote anayekuja mbele za Mungu lazima amini kwamba Mungu yuko ndani yake, Mungu yuko upande wake, na Mungu yuko pamoja naye katika jina la Yesu. Na hakuna jambo ambalo Mungu hana jawabu yake. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi akakusaidia. Na ndiposa ako na majina mengi
anaitwa mponyaji, Mungu wa msamaha, Mungu wa upendo, ni kwa sababu chochote ambacho tunahitaji kwa baba yetu ako tayari kutupatia. Praise God. Hii masaa yetu imebarikiwa, naomba tukaweza kusimama. So nataka tuwe na nafasi ya kumwambia Bwana ni asante, kulingana jinsi na namna ametunenea, yuko upande wetu. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu uko ndani yangu. Asante Bwana maana uko upande wangu. Asante Bwana kwa sababu wewe ni rafiki. Asante Bwana kwa sababu wewe ni baba. Pokea sifa na utukufu Bwana kwa sababu unatukumbatia na mikono ya upendo. Asante Mfalme kwa sababu unatukumbatia na kutupatia ukarimu wako Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu muweza. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umetuambia kwamba yeyote ajaye kwako Bwana hautamkataa. Na asubuhi ya leo tumekuja mbele zako na mioyo iliyo wazi, mioyo Baba iliyojawa na furaha, kwa sababu Baba unatupenda na upendo wa milele. Asante Mfalme kwa sababu unatuwazia mema. Asante Bwana kwa sababu Mfalme umetuita ili tuwe na ushirika nawe, na sisi Bwana tumeamua kukukaribia katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna baba kama wewe, hapana rafiki kama wewe. Wewe ni Mungu wetu. Tunaamua kukukaribia Bwana ni kwa sababu umetuambia tukukaribie na utatukaribia Bwana. Asubuhi ya leo Mfalme, mioyo yetu ina shauku nawe, mioyo yetu inakutamani wewe katika jina la Yesu. Hakuna Mungu aliye kama wewe, hakuna Mungu wa kulinganishwa na wewe katika jina la Yesu. My Father, we worship you our God, we praise you our Maker. Asante Mfalme kwa sababu upendo wako Baba umezidi fahamu zetu Bwana. Thank you Holy Spirit, maana unazidi kumimina upendo wako ndani ya mioyo yetu, kwa vile ambavyo Bwana unatamani tukukaribie katika jina la Yesu. Thank you Heavenly Father. Thank you Lord God Almighty. Tunakushukuru, tunakutukuza Bwana katika jina la Yesu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna rafiki kama wewe. Thank you Jesus. Maybe uko mahali pale na haujaokoka na ungetaka kumkaribia huu Mungu wa upendo aliyejawa na msamaha. Kama uko mahali pale, naomba ukaweza kuinua mkono tukusaidie ya kwamba ukaweze kumkaribia Bwana kupitia kwa njia ya Yesu Kristo. Kuna ambaye angetaka kuokoka? Naona hakuna. Nataka kuamini ya kwamba tunapoondoka mahali hapa tutazidi kufurahia ushirika wetu na Mungu wetu, kwa sababu tunaelewa vile anavyotamani tukaweza kumkaribia katika jina la Yesu. Praise Jesus. So wale ambao wanatoka katika ibada ya kwanza, naomba tukaweza kukaribia hapa mbele tunapoenda kutoa matoleo yetu. Mungu wa upendo, Mungu wa rehema, Mungu wa neema, Mungu anayetupenda, Mungu anayetuwaza usiku na mchana, Mungu mwaminifu. So fungu zetu za 10 tutatoa mahali pale na sadaka zetu mahali hapa, lakini kabla tutoe, acheni nikaweza kunena baraka katika jina la Yesu. Baba Mungu, ni asante kwa sababu ya wapendo hawa ambao Bwana wamekutafuta asubuhi na mapema, na kwa sababu Bwana umetunenea kuhusiana na kukaribia. Ninaomba ya kwamba maombi yetu Bwana yatakuwa na ufunuo, na zaidi yote Mfalme, tutajawa na furaha yako na ujasiri tunaposimama mbele zako katika jina la Yesu. Baba, ninakuomba ya kwamba utabariki wapendo hawa na hata kuwainua na kuwasaidia kwamba wafurahie
ushirika wako nao katika jina la Yesu. Natangaza kwamba kuna kama Bwana wamekutangulisha katika maisha yao, Baba waweke mahali pa juu katika jina la Yesu. Wanapokutolea sadaka zao Bwana, tangaza kwamba sadaka hii imebarikiwa, kazi ya mikono yao imebarikiwa. Chochote ambacho watakachoguza kukifanya Bwana kitafanikiwa katika jina la Yesu. Ninatangaza kwamba Mungu awapatie nguvu za kufanya utajiri katika biashara zenu, katika kila eneo la maisha yenu katika jina la Yesu. Yeye ambaye anayefundisha watu kufanya